Habari mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo, kama unavyoangalia katika skrini yako hapo, tutazungumzia kuhusiana jinsi ya kutambua miche iliyo bora ya midizi. Kwa hiyo kuna miche mbalimbali ambayo tutaweza tukajifunza, tutaangalia hapa na tutaona kwamba kwa nini mche huu unakuwa ni bora kuliko ni mche mwingine, na ili kusudi na wewe utakapoanza kilimo hiki cha ndizi au utakapoagiza midizi mbalimbali, maana kwamba midizi hiyo utapewa katika in term of miche. Kwa hiyo ile miche inabidi uweze kuijua kama mche huu ndio upewa utakuwa ni bora na una changamoto gani ukoje. Kwa hiyo kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, tuko na mkulima hapa anatupitisha katika shamba lake. Ina maana kwamba yeye ameweza kupanda miche ambayo iko vizuri na kuna miche mingine ambayo ina changamoto. Kwa hiyo ataweza kutufundisha ili kusudi na wewe upate elimu ile kule nyumbani, na unaangalie video hii ili siku nyingine na wewe ukaenda kununua miche uweze kupata miche iliyokuwa vizuri na yenye faida na yenye kuwa na tija. Kama unavyoangalia katika skrini yako hapo, mpenzi mtazamaji, hizo yote ni miche, yote ambayo haina juu, yote ni miche. Kwa kuna miche takriban zaidi ya miche 100 ambayo imeweza kupandwa katika shamba hili. Kwa hiyo tunaweza kutembelea mche moja moja kulingana na uchache wa muda. Miche tukiweza kufanikiwa kutembelea ndio hiyo, na mingine tusipoweza kuiangalia au kuitembelea itakuwa kulingana na changamoto ya muda. Lakini tu niweze kukumbusha uweze kusubscribe, uweze kulike na comment, na mwanzo wa video hii ndio mwisho wa maneno mazuri na maudhui mazuri, na kuomba uweze kusubscribe na pia uweze kutufuatilia. Bila kupoteza muda, nimkaribishe ndugu mkulima aweze kutufanulia na aweze kutuelezea ili tuweze kupata kitu, tuweze kujifunza vitu. Baada mkulima, mambo vipi? Bana, salama ndugu. Swali lakini. Swali, habari yako? Bana, salama. Ndio. Karibu sana. Asante. Pole na majukumu. Asante sana, nashukuru. Ndio. Naomba leo bana tu nataka tuweze uweze kutufundisha hapa. Ndio. Na uweze kutuelezea kwamba ili mtazamaji wetu aweze kufahamu kwamba miche hii ni bora, anaweza akapanda kwenye shamba lake na ikampa tija iliyokuwa nzuri. Na miche hii sio bora kwake, miche kama hii akiona asiweze kununua au asiweze kuipanda. Ni jambo zuri sana, kwa sababu watu wengi sana wameweza kuuzua miche lakini haina tija, yani miche inakuwa haifanye vizuri. Huenda wakawa hawaijui kwamba kimo gani ni kizuri kwa ajili ya kuchambua na kujua miche iliyokuwa mizuri katika swala zima la ndizi. Kwanza kabisa na kuomba uweze kujitambulisha. Asante sana. Na pia uweze kutuelezea, tutazunguka katika shamba lako tuweze kuangalia miche aina mbalimbali. Okay. Na pia utatuambia kwamba hii ni bora au si bora kwa mafunzo na tuweze kujifunza. Sawa. Ndio, karibu sana. Asante, nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Ni mbunifu wa shamba hili la ndizi, na kama ulivyosema kwamba hupo kwenye kuangalia miche yenye ubora. Kwa miche ni hii ndugu mtangazaji, kama hivi kutoka hapa awali. Huu ni mche ambao tayari tumeshaanza kuandaa, na sio huu tu, iko mingi kweli, lakini huu kwamba ni mche. Hili shamba ndugu mtangazaji, nimeandaa hizi ndizi, zipo mbegu za aina nyingi, yani sema kwamba nimechanganya mbegu hili shamba. Kwa hiyo hii mbegu unaona hapa, hii mbegu ni bora. Huu mti wa mgomba unaitwa kisukari, ndizi wa aina ya kisukari. Unasema ni bora kwa sababu gani, ili mtazamaji naweze kujua? Sasa nashukuru sana kwa kukuta wewe. Nasema bora kwamba kwenye uzaaji, ndugu mtangazaji, kwamba hii ndizi inazaa vizuri moja, pia nene, ya maana kwamba hata mteja yani kwamba inamshawishi kununua, kwa sababu tayari inakuwa ipo kwenye ubora wake. Ndizi inakuwa nene, ndizi inakuwa kwenye ubora, ya maana kwamba watoa hela yako leo yenyewe inaridhika. Kwa hiyo huu ni sukari, ndugu mtangazaji. Huu ambao unaona hapa, huu ni mche ambao ndani tunataka kuandaa, tumeshauandaa tayari. Kwa hiyo sio huu, iko mingi tu. Twende labda nipese muone huu pia vile ndugu mtangazaji, sukari kama ule ambao ndio kuambia kule. Huu pia ni sukari, na pia tayari tumeshauandaa hapa ndugu. Ukija msimu ya mkali unaweza kushangaa, bwana kulima, kuna kwamba mimi nimekuja pale nikakuta kwa baba ndio huu bwana. Bwana chukua kisu
kata mwenyewe mkungu wa avocado nyumbani na familia. Kwa hiyo huu ni mche ambao tayari umeshaanza kuandaa. Tena mwingine, ndugu mtangazaji wangu, na huu pia tayari nimeshaandaa, ila huu unaitwa Bukoba. Ile wale ambao nilitoka kuambia kule nyuma ni kisukari, ile kisukari. Kwa hiyo huu ni Bukoba. Mbona huu unakuwa ni mrefu sana kuliko ni mingine? Huu ni mrefu. Hizi ni mbegu. Ndio kuambia kwamba hii shamba kuna mbegu tofauti. Kuna kisukari, kuna huu Bukoba. Kwa hiyo kisukari na Bukoba, japo ni ndizi inakuwa, lakini inakuwa tofauti ya ukuaji. Maana hii kama unavyoona ni mche mrefu, kile kule ni kwa hiyo kule hata kama pale ukizaa hata kama mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 15 12 kata ndizi, basi afika pale hapati tabu, anakata tu na kurudi nyumbani. Lakini huu mpaka hauangushi baada ya kuzaa, achukua panga anakata mti, akakata ndizi kutoka nyumbani. Kwa hiyo hii ni baadhi ya miche ambayo ndugu mtangazaji nimetoka kuelekeza hapa. Na huu mwingine huu na huu pia ni kisukari ambao unataka kuona. Huu ni kisukari ambayo tayari pia ni kuiandaa. Huu sukari, ndugu mtangazaji, hapo mpaka msimu wa mwakani, basi naamini tayari. Na ule mwingine ule hapo naweza kuwa ndizi. Na huu pia ni sukari, ndugu mtangazaji. Huu hapa ni sukari ambao tayari kama hivi tayari umeanza kutoa majani ili kwa ajili ya kwanza kutengenezea mazingira mazuri ya uzaaji. Kwa ina maana huko kuna miche mingi sana inapatikana huko. Huko ni mingi sana, kwa sababu kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji kwamba hili shamba limeandaa mbegu, zipo mbegu za aina nyingi tu. Kama ni kisukari, kuna Bukoba, kuna Kumbukwa, sisi kule tunaita hivyo, kwa sababu unajua hii Swahili, ndugu mtangazaji, kila sehemu na unashangaa mtu wa kaskazini akija huku kwamba bwana hii Bukoba, mtu anashangaa Bukoba ndio nini? Bukoba si meli hiyo. Bukoba kumbe Bukoba pia ni ndizi. Kuna Bukoba, kuna Ngazija, kuna Magombo, kwa sisi kule tunaita hivyo huku kusini. Sasa sijajua huko kwa wenzetu huko hizi ndizi kuna majina gani tofauti. Kwa hiyo humu nimechanganya ndizi za aina mbalimbali, yaani mbegu za aina mbalimbali. Kwa hiyo unamshauri nini kijana mkulima ambaye anataka kuandaa ndizi au anapenda kununua migomba? Kuna kitu gani cha kuweza kuzingatia kabla hajalipa hela? Okay. Cha kwanza kuzingatia, kwanza inatakiwa ile mbegu ang'oe mwenye shamba, ambaye yule ni mwenye shamba mwenyewe, sio yetu kwamba amefika yeye, bwana mimi nina mbegu bwana kuchimba hapo, kwa sababu mwingine anakuwa hajui jinsi ya kuchimba mbegu. Kama nilikwambia kutoka awali kwamba hizi mbegu zinakuwa na changamoto yake, maana unapong'oa mbegu basi unatakiwa unang'oa mbegu kwa tahadhari, kiumakini. Lakini kama si hivyo, basi utaua mgomba mzima alafu ukala hasara. Kwa hiyo mbegu anang'oa mwenye shamba, kwa sababu yeye ndio anajua kwamba mimi ning'oaje mbegu, nang'oa hivi, nafanya hivi, hatua kwa hatua, hatua 1 2 3 4 5 mpaka mwisho. Lakini sio tu amefika bwana mimi nataka mbegu bwana, nenda pale kang'oe, utafika hapa tupa kule tayari kashasi. Kwa hiyo mtu anataka mbegu, basi anaona mwenye shamba anapatia mbegu. Anataka miti mingapi ya mbegu? Bwana mimi nataka miti 20, anataka miti 10, haina shida, basi unang'olea miti 10. Kwa hiyo kwa malengo yako wewe, ina maana kwamba unataka uwe na mbegu ngapi? Unaona kuna mbegu nyingi sana. Kuna mbegu nyingi sana kwenye hili shamba. Okay, ni kweli. Kwa umejipanga kupanda mbegu nyingi. Ni kweli ndugu mtangazaji. Mimi hapa nilipanda mbegu nyingi, nilipanda mbegu tofauti. Ina maana kwamba nataka kwa sababu hizi ndizi kila ndizi inazaa kwa wakati wake maalum. Kwa hiyo nimepata tofauti, kwa sababu kuna mwingine sasa hivi mimi ninavuna. Sasa hivi hapa napongea na wewe.
Na kufikia sasa hivi ndio bado. Ina maana kwamba hii ninavuna mwezi unaofuata ninavuna nyingine, sio hii tena. Mwezi unaofuata ninavuna nyingine, huyo navuna tofauti. Na kama vipi, unaweza kauza mbegu labda medizi mtu akitaka? Nauza. Kwa mawasiliano tutamtumia kwa namba za simu hapo chini au zinapita. Bila shaka. Ili kusudi mtu kama anataka mbegu ya ndizi mimi anakuja hapa shambani kwangu anachukua mbegu anakwenda kuandaa huko. Au walioko mikoani pia unaweza kuwasafirishia mbegu ya ndizi wakachoka nayo kabisa kwa ajili ya manufaa yao. Kabisa. Basi tunashukuru sana kwa mada ya leo, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kujua mbegu bora ya ndizi. Na mimi mtazamaji wangu ameweza kujifunza na pia ameweza kuangalia vizuri kwamba aina gani ya mbegu bora ambayo inabidi aweze kupanda katika shamba lake na kimo cha mbegu gani kizuri ambaye ni mbegu imekomaa au mbegu ambayo haijakomaa, ili kusudi aweze kuweka shamba lake na aweze kufanikiwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, naweza kukumbushia tu kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na comment. Kwa Nebuye TV tuko nanyi na tunawapendeni sana. Karibuni sana Nebuye TV.